ambaye ndio mwakilishi wa kampuni yetu ya Sama Luxury Coach hapa kwetu Mbinga. Naomba nitambue uwepo wa katibu tawala wetu, lakini CCD ambaye na mwakilishi wa CD, DTO, kadhalika na mwakilishi wa DSO, lakini kipekee pia nitambue uwepo wa afisa tarafa wetu wa Mbinga mji ambaye tuko hapa, lakini na watumishi wote wa Sama Luxury Coach, kadhalika pamoja na wafanyabiashara wetu ambao tuko nao hapa. Naitwa Kisare Makori, mkuu wa wilaya ya Mbinga. Naomba nianze kwa kushukuru sana kunipa heshima ya kuja kufungua ofisi zetu za Sama Luxury Coach katika wilaya yetu ya Mbinga. Kama ulivyokwisha tangulia kusema Sanga, jana tulikuwa na ratiba ndefu na sio ngumu, ndefu lakini ambayo ina shughuli nyingi ya kukimbiza mwenge wa uhuru katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbinga. Kazi hiyo tulianza asubuhi kule Amani Makoro na baadaye tukaenda kwenye mkesha Maguu kule na tumekesha, lakini sasa nilipofika ofisini nikakuta barua ya mwaliko kwamba wenzetu Sama Luxury Coach pia wamenialika kwenye shughuli ya uzinduzi wa ofisi yetu hapa. Nilisema kwamba hili ni tukio ambalo siwezi nikalikosa kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza, kama tunavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua wazi kwamba inataka kushirikisha na inatambua mchango wa sekta binafsi ili iweze kuwa na mchango katika ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Na wilaya ya Mbinga ni sehemu mojawapo ya inaloitwa Tanzania. Kwa hiyo hichi tunachokifanya kinaendeleza ajenda ya serikali ya awamu ya 6 ya kushirikisha sekta binafsi katika kujenga uchumi wa nchi, lakini na kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja. Kwa hilo la kwanza kabisa ambalo kwa kweli sisi kama serikali ngazi ya wilaya nilisema kwa mwaliko huu na kwa hichi tunachokifanya, sisi kama serikali pia lazima tuunge mkono. Naomba niwahakikishie kwamba sisi kama serikali tutaendelea kusimama na wadau wetu, wawekezaji wetu, awe mdogo awe mkubwa, na ndio maana haikuwa ni lazima kufungua ghorofa hapa ndio sisi tuje. Hapana, hichi tunachokifanya kinaongeza tija katika shughuli za usafirishaji katika eneo letu, na lazima tusimame na nyinyi na tutaendelea kusimama na nyinyi wakati wote ili hichi tunachokifanya kiweze kuleta tija na kuwasaidia wananchi wetu kupata usafiri wa uhakika kwenda maeneo mbalimbali wanapotaka kwenda, lakini pia kuongeza ushindani. Biashara ni ushindani, kwa sababu Sama Luxury Coach wapo Superfeo, naona wako Mining Force, Mining Nice, na wengine wapo Shabibu. Sasa ushindani huu unapokuwepo, unaoboresha pia huduma na kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo hilo la kwanza, lakini la pili ambalo limefanya kwa kweli, pamoja na ratiba zetu ngumu, lakini niamua kuja hapa, ni ukweli kwamba kama nilivyokwisha sema, uwepo wenu wafanyabiashara wetu, sisi wananchi wetu hapa wilaya ya Mbinga ni watu ambao wanajituma sana kwenye shughuli za uzalishaji na ni wafanyabiashara. Sasa kwa kuwepo na huduma kama hizi za usafirishaji, kwa kweli inachangia kwa kiwango kikubwa kuwawezesha wananchi wetu kwenda kwenye maeneo mbalimbali kwa shughuli zao za kibiashara na zinginezo, na usafirishaji wa mizigo katika biashara zao. Kwa hiyo sisi kwa kweli hili ni jambo ambalo tunaona kwamba tunateja na kwamba tunatija katika wilaya yetu, na tungependa kama serikali ya wilaya, maono yetu ni kuifanya Mbinga, wilaya ya Mbinga kuwa ni sehemu ya uwekezaji mkubwa wa mitaji midogo na mikubwa, ili iwe ni kitovu cha biashara katika mkoa wetu wa Ruvuma. Kwa kuwepo kwa huduma za usafirishaji wa uhakika. Kuna bwana mmoja alikuwa ananiambia, nilikuwa naambiwa, sasa umenikata steam kidogo uliposema kwamba gari ndio inatoka Dar es Salaam. Sasa mimi niliambiwa Sama Luxury Coach ni ndege inayotembea ardhini. Sasa nitaka na mimi nione kwa macho hiyo ndege
ndege nilitaka niione. Lakini nadhani kwa tunachokiona lazima tuamini kwamba huduma zenu zitakuwa bora, na tunachotaka ni kuona kwamba wananchi wetu wa wilaya ya Mbinga na maeneo mengine kupitia huduma mnazotoa wanapata huduma ya uhakika. La tatu ni ajira. Ni ajira ambazo zitapatikana kupitia huduma hizi mnazotoa. Kama tunavyofahamu, nimeshasema mwanzo kwamba sekta binafsi ina mchango mkubwa, na serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kuhusisha sekta binafsi katika